Katika muda usiokuwa mrefu. Shughuli katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta ziliahirishwa kwa muda leo Alhamisi baada ya kundi la waombolezaji waliofika kupokea mwili waliokuwa waziri mkuu na kiongozi wa ODM Raila Odinga kukiuka itifaki za usalama zilizokuwa zimewekwa katika angatua hiyo. Kuanzia kwenye lango kuu la uwanja huo hadi katika sehemu panapotua na kupaa ndege, maelfu hao waombolezaji waliokuwa wamebeba matawi waliingia hadi katika sehemu zinazodhibitiwa watu wa kawaida na hata kutatiza ratiba ya mapokezi ya mwili huo ambao ulipangiwa kuongozwa na Rais William Ruto na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Na kama anavyoarifu Gloria Milimo, taswira sawia ilishuhudiwa nje ya majengo ya bunge ambapo waombolezaji pia walikiuka vyombo vya usalama vilivyokuwa vimewekwa hapo. Walijitokeza kwa wingi Alhamisi kupokea mwili na kuomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ambaye kwa wengi alijulikana kama baba. Nje ya lango kuu la uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA, maombolezi yao yalifanyika kwa njia ya kipekee, kuomboleza kiongozi ambaye sifa zake zinatamba zaidi ya mipaka ya bara la Afrika. Na kadri idadi yao ilipoongezeka ndivyo pia azma yao ya kuingia katika uwanja huo ilikuwa. Ila kizuizi kilichokuwepo kwa wakati huo kilizidi idadi ya maafisa wa usalama waliokuwa ange kuzuia umati huo kuingia katika uwanja wa JKIA. Hata hivyo, pindi tu walipoona ndege iliyokuwa imebeba mwili wa baba ikielekea kutua, hisia nazo zikawapanda na hata wakakaidi amri ya kutoingia uwanjani humo. Moja kwa moja walielekea hadi katika sehemu maalum ambapo ndege iliyokuwa imebeba mwili wa baba iliegeshwa bila kuzingatia itifaki za usalama zilizokuwa zimewekwa. Wengine hata wakachukua fursa hiyo kuabiri ngazi ya ndege hiyo bila kujali usalama wao. Hatua hii ikiathiri mtiririko wa ratiba iliyokuwa imepanga mwili huo kupokelewa na Rais William Ruto na mwenzake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na familia mwenda zake. Hali kadhalika, ukiukaji wa itifaki za usalama katika uwanja huo ulilazimu mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya ndege KCA kutangaza kuhairishwa kwa shughuli za kusafiri katika uwanja wa JKIA kwa muda hadi usalama kuimarishwa. Hata hivyo, shirika la KAA kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ilitangaza kwamba huduma hizo zilikuwa zimerejeshwa na hata kushauri wasafiri kuwasiliana na shirika za ndege wanazotumia kusafiri ili kupokea taarifa kuhusu ratiba mpya ya usafiri. Kundi moja likivuruga usalama wa JKIA. Taswira sawia ilishuhudiwa nje ya majengo ya bunge ambapo waombolezaji walikaidi vizuizi vilivyokuwa vimewekwa sehemu hiyo ambapo watu wangepata fursa ya kutazama mwili wa mwenda zake. Kwa sasa kinachosubiriwa ni kuona iwapo maafisa wa usalama wataweza kuimarisha hali ya utulivu katika misa ya wafu atakayofanyiwa kiongozi huyo hapo kesho katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Gloria Milimo, KTN.